Mtazamaji, ni kukaribishe katika mwendelezo wa makala fupi zinazoangazia mwenendo wa kampeni za uchaguzi kwa Chama cha Mapinduzi CCM kupitia mgombea wake katika nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo tutaangazia mikutano ya kampeni za uchaguzi alizofanya Daktari Samia Suluhu Hassan katika mikoa ya Kanda ya Ziwa ambayo ni Mwanza, Mara, Simiyu, Shinyanga pamoja na Geita. Mtazamaji, kabla tujaangazia kile kilichojiri katika mikoa hiyo, ni kujuze tu kwamba mgombea huyo wa uraisi aliyejizolea sifa na kuonesha mvuto wa kipekee kwa Watanzania ameshaifikia mikoa 26 ya Tanzania tangu kuzinduliwa kwa kampeni hizo mwezi Agosti mwaka huu, na ameendelea kuwa kivutio kikubwa kwa wananchi kutokana na maelfu ya wananchi kujitokeza kwa wingi kumpokea, lakini pia kushiriki mikutano ya kampeni za uchaguzi, akiendelea kunadi sera na ilani mpya ya CCM. Daktari Samia Suluhu Hassan katika mikutano yake yote aliyoifanya katika mikoa hiyo ameendelea kusisitiza suala la kufanya kampeni za kistaarabu, lakini kubwa likiwa ni kuendelea kulinda na kuheshimisha utu wa Mtanzania, akiendana sambamba kabisa na kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Sasa basi mtazamaji, turudi kuangalia kile kilichojiri katika mikutano yake ya kampeni za mgombea urais huyo katika mikoa hiyo ya Kanda ya Ziwa, tukianza na jiji la Mwanza. Katika jiji hilo ambalo mgombea huyo alifanya mikutano katika wilaya 3 ambazo ni Misungwi, Sengerema, Buhongwa pamoja na Mwanza mjini, ambapo tuliweza kushuhudia akitoa ahadi mbalimbali katika mkoa huo, ikiwemo ahadi ya kuboresha maeneo 3 makubwa ya kimkakati yanayokuja kuchochea ukuaji wa uchumi wa mkoa huo, ambayo ni mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha kutoka Mwanza Isaka chenye urefu wa kilomita 314, lakini pia uwekezaji uliofanywa katika Ziwa Victoria unaojumuisha meli mpya ya MV Mwanza pamoja na ujenzi wa uwanja wa ndege wa kisasa wa Mwanza, huku pia ujenzi wa miundombinu ya barabara na huduma muhimu za kijamii akizizingatia katika ahadi zake hizo. Hivi ukitoka Mwanza kwenda Dar es Salaam unachukua masaa 18 hadi 20 kufika huko. Utakapokamilisha reli hii ni masaa 8 mpaka 9 umetoka Dar huko Mwanza, umetoka Mwanza huko Dar es Salaam. Hii itarahisisha biashara pia. Mzigo ambao mfanya biashara alikuwa anaongojea kwa siku 2 toke Dar es Salaam upokee Mwanza, sasa siku hiyo hiyo unapakia kwenye treni ya mizigo asubuhi, mchana, alasiri, saa 10, saa 11 unapokea mzigo wako. Tunafanya tathmini ya kufufua viwanda. Gineries tunakwenda kufufua, mkitupa ridhaa, mkichagua Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kufufua gineries za Sengerema, ginery ya Buchosa na ginery ya Manawa kule Misungwi. Tunakwenda kuzifufua na tutafufua vyama vikuu au chama kikuu cha ushirika cha Nyanza. Mara baada ya kumaliza kampeni zake mkoani Mwanza, mgombea urais huyo alibisha hodi katika mkoa wa Mara, mkoa ambao unatajwa kuwa ni wa kimkakati kutokana na historia yake ya kutoa kiongozi na muasisi wa taifa hili ambaye ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambako nako tulishuhudia akipokelewa kwa kishindo na umati wa maelfu ya wananchi. Akiwa mkoani humo, mgombea huyo alitoa ahadi mbalimbali ikiwemo ile ya kuendelea kumuenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuendelea kujenga taifa lenye misingi ya kujitegemea, lakini pia kuendelea kudumisha amani ya nchi. Ili yote 3 ya serikali tayari iko Dodoma. Bunge lilitangulia, serikali tukafuata, na mahakama mwaka 24 mwishoni na yenyewe imefika Dodoma. Kwa hiyo hili tumelikamilisha. Lakini jambo jingine ambalo mwalimu ilikuwa ni ndoto yake
ni hili bwawa la Nyerere, bwawa letu la umeme. Alitaka alijenge miaka ile, hali haikuruhusu, lakini tumekamilisha sasa hivi na tayari bwawa linazalisha umeme. Mradi mwingine Mwalimu alitaka kuujenga ni mradi wa maji maeneo ya Same Mwanga, ambako alijenga bwawa la Nyumba ya Mungu, lakini hakuweza kuendeleza mradi ule. Tumeuendeleza na tumeukamilisha mradi ule. Sasa wananchi wa Same Mwanga na Korogwe wanakwenda kufaidika na mradi huo. Akiwa wilaya Serengeti, Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa kauli iliyovuta hisia chanya kwa wengi, akiitaka jamii ya watu eneo hilo kuheshimu viongozi wanawake, lakini kuacha tabia ya kumbagua mwanamke na kumwona kama ni mtu asiyeweza kufanya kitu chochote kizuri cha maendeleo ndani ya jamii ama taifa. Mimi ninayesema hapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya miaka 4 nimefanya makubwa sana. Sasa ingekuwa mwanamke hawezi, nisingeweza kuyafanya. Mungu alituomba wote na akili sawa, akatupa na uwezo wa kufikiri. Ukiwa mwanamke unafikiri, ukiwa mwanamume unafikiri. Mara baada ya kuhitimisha ziara za kampeni za uchaguzi mkoani Mara, mgombea urais huyo aliwasili mkoani Simiyu, ambako pia alizungumza na wananchi wa wilaya za Lamadi, Bariadi mjini na Maswa na kutoa ahadi mbalimbali. Tunasema kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Maana yake ni nini? Maana yake Chama cha Mapinduzi tunarudi tena kwenu kuomba mtupe kazi, tukafanye kazi, tulinde, tuheshimishe, tuimarishe utu wa Tanzania. Kazi na utu. Kwa ndugu zangu, niwahakikishie kwamba tutafanya kazi kujenga na kulinda utu wa Mtanzania. Kwa pamoja tuende mbele kama taifa, kama jamii ya Watanzania. Pia mgombea huyo urais alifanya mikutano ya kampeni katika mkoa wa Shinyanga, katika wilaya za Maganzo, Shinyanga mjini na Kahama mjini, ambako nako katika kunadi ilani mpya ya CCM. Miongoni mwa ahadi alizotoa ni kuendelea kuufungua mkoa huo kiuchumi kwa kutilia mkazo sekta za kiuchumi ambazo ni madini na kilimo. Na kwa miaka 5 iliyopita tumeongeza leseni kwa wachimbaji wadogo. Zimetoka leseni 332 hadi leseni 1766 kwa wachimbaji wetu wadogo. Na nataka niwashukuru sana wachimbaji wadogo kwa sababu wamesaidia kuongeza mapato kwenye sekta ya madini. 40% ya mapato tunayoyapata kwenye sekta ya madini yanatokana na wachimbaji wadogo. Kwa hiyo wachimbaji wadogo, nyinyi bado ni kipaumbele chetu na tutaendelea kuwapa kipaumbele. Na akiwa mkoani Geita, mkoa wenye wingi wa utajiri wa madini ya dhahabu, mgombea huyo aliendelea kutoa ahadi ya kuendelea kuboresha sekta hiyo muhimu ya madini, huku wachimbaji wadogo ikiwa ndio kipaumbele chake kikuu katika kuwaboreshia mazingira yao na kuendelea kufanya tathmini ya kubaini maeneo mengine yenye madini nchini, huku pia msisitizo mwingine ukiwa ni kuendelea kukuza sekta ya kilimo. Tunakwenda kufanya utafiti mkubwa wa maeneo ya madini. Kama mnavyojua, nchi yetu tumepima 16% tu ya nchi hii, na hayo ndiyo madini tunayoyachimba sasa. Sasa tumeona haja ya kupima zaidi nchi yetu, tujue madini yaliyopo yapo pahali gani na tutayachimba vipi. Kipaumbele chetu kikubwa tutakapomaliza utafiti, kipaumbele ni kwa wachimbaji wadogo. Mtazamaji, kama tujuavyo kuwa zimesalia siku chache tu kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi huu tarehe 29, na mgombea urais huyo amekuwa akisisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi. Na tuliweza kuzungumza na wananchi wa mikoa hiyo ya kanda ya Ziwa
na wakaeleza namna walivyojiandaa kushiriki uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Niko tayari kupiga kura hapa bila usumbufu hata vurugu yoyote. Tunania kwamba mama tumchague. Mimi nimejiandaa vyema kupiga kura Oktoba 29. Nitapiga kura. Niko tayari na familia yangu na wajukuu zangu wote kuchagua chama chetu cha Mapinduzi kwa Samia Suluhu Hassan kwa jina moja kabisa. Hakuna kutetereka. Kurasa ni huo.